Waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh, Sheikh Hasina, amehukumiwa adhabu ya kifo baada ya kukutwa na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu. Mahakama ilisema Hasina aliagiza ukandamizaji mkali wa maandamano ya wanafunzi mwaka jana, ambapo Umoja wa Mataifa unakadiria vifo vya takriban waandamanaji 1400, wengi wakiwa wamepigwa risasi na vikosi vya usalama. Hasina, ambaye amekuwa akiishi uhamishoni nchini India tangu kuondolewa madarakani, alikosa kuhudhuria kesi hiyo. Amekosoa hukumu hiyo akiita ya upande mmoja na yenye motisha za kisiasa, huku akidai mahakama hiyo ilikuwa uzushi. Katika taarifa yake, Hasina alisisitiza kuwa serikali yake ilikuwa na rekodi nzuri ya haki za binadamu na maendeleo, na alitaka kesi hiyo ifikishwe mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC. Hukumu hii inachukua nafasi muhimu katika historia ya kisiasa ya Bangladesh, kwani maandamano ya 2024 yalitokana na miaka ya ukandamizaji ya siasa ya mateso. Pia inaleta changamoto ya kidiplomasia kwa India, ambayo imeombwa rasmi kumrudisha Hasina, lakini haijaonyesha ushirikiano. Usalama umeimarishwa kote nchini Bangladesh kutokana na hofu ya machafuko mapya, huku baadhi ya maeneo pakiwemo na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea katika mji mkuu wa Dhaka wakati hukumu ikisomwa. Ni nini hasa chanzo cha maandamano ambayo yalimuondoa Sheikh Hasina? Maandamano ilianza Julai 2024, hasa wanafunzi wakipinga mfumo wa kota wa ajira serikalini. Mfumo huu wa kota ulikuwa unapatia asilimia ya ajira watu ambao ni wapiganaji wa vita vya uhuru, na wanafunzi walisema ni udhalimu na hutoa fursa kwa wale waliopo karibu na serikali ya Hasina. Hasina alijaribu kufafanulia waandamanaji hao kile ambacho walikuwa nakitaka na nini hasa ambacho serikali iko na dhamira ya kukifanya. Majaribio ya kudhibiti maandamano, serikali ilianzisha mpango wa kudhibiti mitandao na hata kufikia kuzima mtandao na kuweka amri za kutokuwa na shughuli za kawaida. Waandamanaji walikabiliana na polisi. Kulikuwa na kutawanya kwa waandamanaji kwa kutumia mabomu ya machozi, risasi za mpira, huku wengine wakichoma nyumba pamoja na mali. Taarifa za vifo ziliripotiwa. Kulingana na taasisi tofauti, idadi ya vifo ilikuwa ni nyingi. Kwa kuongezeka kwa ghasia, jeshi lilionekana kutokuwa tayari kupiga risasi dhidi ya waandamanaji. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari nchini humo, Hasina alikimbia mnamo Agosti 5, 2024 kwa kutumia helikopta baada ya kujiuzulu. Kiongozi wa jeshi, Jenerali Waqar uz-Zaman, alitangaza kuwa serikali ya mpito itachukuliwa na ilikuwa ni hatua muhimu kuanzisha serikali mpya. Waandamanaji walibadilisha madai yao, hata wakitaka sio tu mageuzi bali kuondoka kwa Hasina na mabadiliko ya kisiasa. Aina maandamano ilielezwa na baadhi ya vyanzo kuwa ni mapinduzi na muonekano wa kisiasa ulikuwa wa utawala mpya. Maisha magumu ya vijana na ukosefu wa ajira ilikuwa ni sehemu kubwa ya hasira za umma, sio tu swala la mgawanyo wa ajira pekee.